Msikilizaji wa Crown FM, lakini pia mtazamaji wa Crown Digital na mtazamaji wa Crown TV, tuko hapa kwenye mkutano ama jukwaa hili hapa la Africa 50, ambapo Tanzania kwa mwaka huu hapa imepata nafasi ya kuwa mwenyeji wa mkutano huu. Nchi takriban 34 ni wanachama wa mkutano huu, lakini wageni takriban 1200 kutoka duniani kote wanakuja Tanzania, na moja tu ni kushiriki. Hili ni jukwaa la miundombinu barani Afrika. Sasa niko na msemaji wa serikali nchini Tanzania, ndugu yetu Gerson Msigwa, mwanahabari mwenzetu pia. Habari ya asubuhi kaka yangu. Salama, habari za Crown? Salama kabisa. Salama kabisa. Kubwa tunataka tuone kwa nini Tanzania, nchi takriban 34, tukiwa na miaka mitatu tu tangu tuunde tuingie katika jukwaa hili hapa la Africa 50. Nadhani kwa nini mkutano huu umekuja Tanzania wakati huu? Huu ni mkutano ambao kimsingi unaziunganisha serikali za Afrika na sekta binafsi ndani ya Afrika na nje ya Afrika. Ni mkutano wa kimkakati katika jitihada za kiuchumi za Afrika, na utaona hata katika shughuli ambazo zinafanywa hapa, pamoja na kuwepo kwa hotuba mbalimbali, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan ambaye atafungua mkutano huu pia atashuhudia utiaji saini wa makubaliano mbalimbali. Moja ni makubaliano kati ya shirika letu la maendeleo ya petroli TPDC ambalo linaingia makubaliano na taasisi ya TAQWA for Energy Solution Limited ambayo ni kampuni tanzu ya TAQWA Arabia kwa ajili ya makubaliano ya uwekezaji kwenye gesi asilia kimiminika kwa ajili ya matumizi mbalimbali ikiwemo usafirishaji. Lakini pia Mheshimiwa Rais atashuhudia utiaji saini kati ya shirika letu la umeme TANESCO ambao wanaingia makubaliano na Africa 50, jukwaa hili la kiuchumi la jukwaa la kiuchumi Afrika katika kuwekeza kwenye usafirishaji wa umeme, kwa sababu nchi yetu inafanya uzalishaji mkubwa wa umeme kupitia bwawa la Nyerere na vyanzo vingine. Tuna megawati zaidi ya 1000 kwenye grid ya taifa. Tuna matarajio ya kuongeza umeme katika kipindi kifupi kijacho hadi kufikia megawati 10,000. Umeme huu tutahitaji kuusafirisha nje ya nchi. Kwa hiyo makubaliano haya yatakuwa kati ya TANESCO na Africa 50 kwa ajili ya kuwezesha usambazaji wa umeme. Lakini pia kuna makubaliano yanaingiwa kati ya Wizara ya Afya na Africa 50 kwa ajili ya kuwezesha uwekezaji kwenye huduma za matibabu ya figo na uchujaji wa damu. Kwa hiyo hapa sekta binafsi inaalikwa kuja kuwekeza nchini kwetu katika huduma hizi, kwa sababu ni huduma ambazo zinahitajika kwa sehemu kubwa, na Watanzania wengi wanahitaji kupata huduma hizi, sio tu kupata, lakini kwa gharama nafuu. Na duniani kote sekta binafsi imekuwa ikitumika katika uwekezaji kwenye huduma hizi. Lakini pia Mheshimiwa Rais atashuhudia utiaji usaini kati ya Africa 50 na British International Investment ambayo ni taasisi mojawapo kati ya taasisi 3 za kimataifa zinazoshirikiana na Africa 50. Ziko taasisi 26 zingine ni za Afrika hapa, lakini hizi 3 mojawapo ndio hiyo BII ambayo wanakubaliana na Africa 50 kwenye uwekezaji katika uendelezaji wa miundombinu. Kwa hiyo hili ni eneo jingine ambalo pia linakuja. Mheshimiwa Rais atashuhudia utiaji saini wa makubaliano ya ushirikiano. So ukiangalia haya yote ni maeneo ambayo yatakuwa na matokeo makubwa ya kiuchumi kwenye nchi yetu, na ni matarajio yetu kwamba baada ya mkutano huu wadau mbalimbali wa Afrika tukiwemo Tanzania tutajitokeza kwa kiasi kikubwa kutumia fursa hizi kwa ajili ya kufikia malengo yetu yale makubwa. Kama mnavyojua, tunayo malengo ya dira ya maendeleo ya taifa ya 2050 ambayo yanataka uchumi kwa 70% ubebwe na sekta binafsi. Sasa sekta binafsi inaweza ikapita kwenye afua kama hizi kwa ajili ya kupata mitaji, kupata ujuzi na kupata wadau muhimu watakaoiwezesha kutekeleza malengo yake. Mkutano huu unaangalia zaidi masuala ya miundombinu Afrika, na sisi Tanzania tumeona sasa hivi tukiangalia kuna uboreshaji mkubwa sana wa miundombinu. Tumeona kuna SGR, kuna ile Cape Gauge ambayo inatoka Tanzania kwenda Zambia mpaka Afrika Kusini, lakini pia tuna MGR, tuna barabara zetu ambazo zinaendelea kukarabatiwa. Mwananchi ambaye yuko mkoani, yuko Lindi, yuko Mtwara, anaweza akahisi mkutano huu unaweza kuwa na faida gani kwa yule mwananchi wa kawaida ambaye yuko Lindi, yuko na Manyele, yuko Tabora na kwingineko? Sasa kama nilivyosema, mkutano huu unakuja kutoa fursa ya serikali kushirikiana na sekta binafsi
na unaposhirikiana na sekta binafsi, manake sekta binafsi inakuja kufanya uwekezaji kwenye nchi yetu. Kwa hiyo hii miundombinu uliyoisema ni moja ya jitihada za serikali za kujenga mazingira ambayo sekta binafsi itaona Tanzania inafaa kuja kufanya uwekezaji. Sasa mwananchi wa Namanyere ananufaikaje? Tukishakuwa na ushirikiano kati ya sekta binafsi na Wizara ya Afya katika kuwekeza kwenye uchujaji wa damu au matibabu ya figo, huu ni uwekezaji ambao utakwenda kufanywa kwa wananchi. Watakaopata huduma hii ni wananchi. Tukija kufanya uwekezaji kwa mfano kwenye njia za kusafirisha umeme, manake nchi itapata kipato. Nchi ikipata kipato inakwenda kuwahudumia wananchi, manake ni fedha tunazipata sisi kama nchi zinakwenda kuhudumia wananchi. Kuna uwekezaji utakuja hapa katika miundombinu. Kwa mfano tunataka tuanze kuhamasisha sekta binafsi ije kushirikiana na serikali katika ujenzi wa barabara, ujenzi wa madaraja, ununuzi wa ndege na vitu vingine ambavyo pia wananchi vitakuja kuwaletea matokeo makubwa. Leo ni MOU chache ambazo Mheshimiwa Rais atashuhudia, lakini kupitia mkutano huu tunakwenda kuhamasisha sekta binafsi pia kufanya uwekezaji kwenye huduma za kijamii, maji, umeme, barabara kama nilivyosema na huduma nyingine nyingi. Kwa hiyo kama nilivyosema mwanzo kwamba tumeanza utekelezaji wa Dira ya Taifa ya Maendeleo ya 2050 ambayo sekta binafsi tunategemea kwa 70% ichangie katika uchumi wa trilioni 1. Inapochangia katika uchumi huo, maana yake ni kwamba inakwenda kushiriki moja kwa moja kufanya yale makubwa ambayo tumeainisha katika matarajio yetu ya dira, yale ya kuongeza pato la mwananchi. Kwa mfano sasa hivi wastani wa pato la Mtanzania ni kama shilingi milioni 3.5 mpaka 800 hivi kwa mwaka. Sasa kupitia utekelezaji wa dira ambao tunautegemea sekta binafsi kwa 70%, tunataka tuongeze wastani wa pato la mtu hadi kufikia zaidi ya shilingi milioni 18 ifikapo mwaka 2050. Sasa ukishasema hivyo, maana yake ni kwamba moja kwa moja unakwenda kumnufaisha Mtanzania. Kwa hiyo ni faida ambayo Mtanzania anaipata moja kwa moja, lakini zaidi ya hapo tutakuwa pia tumeimarisha huduma zetu nyingine mbalimbali za kijamii. Kwa kumalizia kabisa, umezungumzia dira ya 2050 ambayo kimsingi sekta binafsi yenyewe imepewa 70%, serikali 30%. Lakini kijana wa Kitanzania ambaye sasa hivi yuko nyumbani amekaa, na tunaona vijana sasa hivi wako moto sana kwenye mitandao wakitaka kujua kila kitu kinachofanyika namna gani kinawanufaisha wao. Mkutano kama unavyokuja Tanzania, wawekezaji kutoka dunia nzima wanavyokuja Tanzania, huyu kijana wa Kitanzania ambaye yuko nyumbani leo hii anasema hana fursa, namna gani mkutano unaweza kufungua fursa kwake? Mkutano huu kama nilivyosema unakuja kuvutia wawekezaji. Wako wawekezaji hapa tutawapata wanakuja kuwekeza kwenye kilimo. Vijana wajiandae kwenda kufanya kazi za kilimo. Wako wawekezaji tutawapata hapa wanakuja kwenda kuwekeza kwenye viwanda. Vijana wa Kitanzania wajiandae kwenda kufanya kazi viwandani. Lakini vijana wa Kitanzania wajipange kulikamata vizuri eneo la kuanzisha biashara changa. Na mimi hili ndio nalipenda zaidi, kwa sababu hilo ndio lenye kuwatoa zaidi wa Tanzania, waanzishe biashara changa. Leo hii kwenye mkutano kama huu tunakuja kuvutia wawekezaji ambao watakuja kujenga mahoteli. Kwa mfano Tanzania, hoteli hizi zinahitaji vyakula. Vijana wa Tanzania waanzishe kampuni zao, waanzishe mashamba, wafuge kuku, wafuge mbuzi, wazalishe mazao ya mboga mboga, matunda na mazao mengine mengi. Tanzania sisi kwenye mpango wetu wa kilimo tunataka kuwa wazalishaji wakubwa wa mchele barani Afrika. Vijana wajipange kuongeza mashamba ya uzalishaji wa mchele, tuzalishe mchele mwingi, tuzalishe chakula cha mifugo. Wanakuja wawekezaji kuwekeza kwenye mashamba makubwa ya mifugo, tuzalishe chakula kingi. Sio mtu leo hii ameanzisha shamba la kuku, ameanzisha shamba la ng'ombe, chakula cha mifugo anakitoa nje ya nchi. Vijana tunakuwa tunapoteza fursa. Kwa hiyo mkutano kama huu unatoa fursa hiyo. Ni vizuri vijana sasa wakaanza kuchukua hatua, kwa sababu wakati ni sasa. Ukibaki unapoteza muda kujiuliza hivi na hivi, utajikuta fursa hizi zimekamatwa na watu wengine, na hakuna kitu ambacho hakitupi manufaa kama ambavyo fursa kubwa kama hizi zinafunguka alafu zinakuja kukamatwa na watu kutoka nje ya nchi, wakati sisi wenyewe wa Tanzania tupo. Ukienda maeneo ya Arusha kule kaskazini, unakuta vijana wengi wa kutoka nchi jirani wanalima mashamba. Ukienda mpaka kusini huko sasa wameanza kushuka, wanalima ndizi, wanalima mpunga, wanalima nini. Lakini hizi ni kazi za Watanzania. Kwa vijana hizi ni fursa zimekuja. Anza. Sio lazima uanze na ufugaji wa kuku milioni 10. Wewe anza hata kuku mmoja. Anza ufugaji. Taratibu utapanda, utasambaza kwenye duka la mamalishe, kwenye mgahawa wa mamalishe ulioko Songea leo. Kesho utakwenda kwenye hoteli iliyoko Songea, kesho kutwa utakwenda kusambaza kwenye hoteli kubwa iliyoko Dar es Salaam, kesho kutwa utasambaza kwenye kiwanda
ambacho kinazalisha kwa ukubwa zaidi. Kwa hiyo kwa sababu maendeleo ni nini? Ni hatua, unakwenda hatua moja baada ya nyingine. Tuanze sasa, wale wa kuanzisha biashara tuanzishe, wale wa kufanya ubunifu wa vitu mbalimbali tufanye, kwa sababu fursa ndio hizi zinafunguka na madhara tumeshaanza kuyaona. Leo hii kuna viwanda vingi vimefunguliwa kwenye nchi yetu. Malighafi nyingi zinatoka nje ya nchi kwa sababu sisi hatuzalishi. Unajua nimetoka kuhojiwa na waandishi wa habari wengine hapa. Leo hii mahoteli yetu mengi hapa yanaagiza nyama kutoka nje ya nchi. Hivi kweli Watanzania hatuwezi kufuga kuku tukalisha hoteli zetu za Tanzania? Ukienda kwenye mahoteli mengi mboga zinatoka zingine nje ya nchi, matunda yanatoka nje ya nchi. Juzi nilikuwa naona mkulima mmoja kule Dodoma anasema mpaka Dodoma unaweza ukalima apple, matunda ya apple na ukavuna ukapata, lakini zaidi ya 90% ya apple tunazokula Tanzania zinatoka nje ya nchi. Kwa hiyo hizi ni fursa ziko tayari ndani ya nchi, na sisi vijana, huu ni wakati wetu sasa wa kuzikamata hizi fursa ili tuweze kunufaika. Asante, mimi nikushukuru sana. Najua na majukumu mengine ndani kwenye mkutano huu hapa. Nashukuru sana kwa kutupa nafasi Crown Media kuweza kuzungumza na wewe na kuangazia fursa ambazo zinapatikana katika mkutano huu hapa. Shukrani sana msemaji wa serikali. Asante sana. Alikuwa ni msemaji wa serikali Gerson Msigwa ambaye tumezungumza naye kuhusiana na mkutano huu hapa wa Africa 50, namna gani unaweza kufungua fursa kwa vijana, namna gani pia wawekezaji hawa wanaweza kuja na kuwekeza kwenye miundombinu ya Tanzania. Lakini anasema kwamba sasa hivi serikali imekuwa iko tayari kushirikiana na sekta binafsi kwa ajili ya kuwekeza katika miundombinu kama SGR, ujenzi wa barabara, ununuzi wa ndege. Kwa hiyo wale wote ambao wa sekta binafsi ambaye mtu anaona ana uwezo, ana kipato, basi anaweza kuingia ubia na serikali, na mwisho wa siku yeye akawa ni mmoja kati ya watu ambao wanaboresha miundombinu kupitia ushirikiano kati ya sekta binafsi na serikali ya Tanzania. Kutoka hapa ukumbi wa kimataifa wa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, mimi sina la ziada. Tutaendelea kukujuza yale ambayo yanaendelea katika mkutano huu. Kama nilivyokuambia awali, kwa mujibu wa mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam ni kwamba marais takriban 7 wanatarajiwa kuwapo katika mkutano huu kushuhudia kile ambacho kitaendelea. Lakini pia msemaji wa serikali ametueleza kwamba kuna mikataba ama MOU ambazo zitasainiwa katika mkutano huu. Moja kabisa ni mkutano wa gesi asilia ambao ni gesi ya kimiminika, na nyingine ni mkataba ambao utaingiwa na shirika la umeme Tanzania TANESCO. Tupo mwaka wa mbele. Imewashika.